Mimi naitwa Gloria na miaka 29, ni meneja wa clinic lakini kiuweledi ni daktari. Niko kwenye uhusiano wa muda mrefu na nina mtoto mmoja wa kiume ana miaka 4. Ninatumia njia ya uzazi wa mpango ya kitanzi. Kitanzi kinafanya kazi, kwanza kinawekwa kwenye mji wa mimba kwa kutumia kifaa maalum. Alafu kinazuia mimba kwanza kwa kuzuia mbegu za kiume zisikutane na za kike, na pili kinafanya mazingira ya kwenye mji wa mimba yasiwe rafiki kwa mimba kupandikizwa. Lakini mbali na kitanzi, mimi nadhani njia nyingine ambayo naweza kuitumia ni mpira, kwa sababu na wenyewe hauna vichocheo na ni njia rahisi pia. Njia hii mimi naijua kwa sababu mimi ni daktari na kwa sasa natumia, huu ni mwaka wa 3. Na nimeipenda hii njia kwa sababu haina vichocheo. Mimi vichocheo mara nyingi huwa vinanifanya nisikie kichefuchefu. Kwa hiyo niliichagua kwa sababu yenyewe haina vichocheo kabisa. Mwenzi wangu nilivyomwambia kwa mara ya kwanza, kwa sababu wote hatakuwa tuna mpango wa kupata mtoto, akawa anauliza hiki ni kitu gani, na kwa mara ya kwanza kwa kweli alikuwa na wasiwasi, anahisi kama vile kitaniletea madhara, lakini baada ya kumuelewesha akaona haina madhara, kwa hiyo tukaamua kuitumia. Nadhani kwa nchi yetu hapa au kwa jamii yetu kwa sasa kuna umuhimu sana ya wanawake kujua kuhusu uzazi wa mpango, kwa sababu siku hizi hata wanawake wanafanya kazi. Kwa hiyo anahitaji kupanga familia yake ili aweze kujishughulisha na mambo mengine kama vile ya kiuchumi. Na pia anaweza kuwaambia kwamba waachane na dhana potofu ambazo wanazisikia mtaani. Waweze kufika kwenye vituo vya afya ili kupata taarifa sahihi na kuweza kuamua kutumia njia ya uzazi wa mpango. Mimi nilivyoenda kuweka kitanzi ile siku ya kwanza, nilienda nikamtafuta mtoa huduma ambaye ni sehemu ambayo nilikuwa nafanya kazi, nikamweleza, na pia nilikuwa naogopa kwa sababu nilikuwa nahisi kama ni kitu ambacho kitauma sana na itachukua muda mrefu, hata nikitoka nitashindwa kutembea, lakini haikuwa hivyo. Ni kitu ambacho ilifanyika tu ndani ya dakika 15, sikusikia maumivu yoyote yale. Kuna mazungumzo labda mtaani watu wanasema kwamba kitanzi kinaweza kikatoka chenyewe. Kulingana na labda yale maudhi mengine madogo madogo, kitanzi lazima mtu awe na utaratibu wa kukiangalia kila baada ya hedhi. Kwa sababu ukiwa kwenye hedhi, kama unatoka mabonge au damu zinatoka kwa mkupuo, zinaweza kikakisukuma kitanzi kikatoka. Kwa hiyo kila baada ya kumaliza hedhi lazima kuwe na utaratibu wa kukiangalia kama kipo, kwa kuangalia kama zile nyuzi zipo. Ukiona labda hizo dalili kwamba umeshika uzi, aidha umekuwa mrefu, tumeshauriwa kwamba lazima urudi kwenye kituo cha afya ambacho ni mahususi kwa ajili ya uzazi wa mpango, ili kuangaliwa zaidi kama kina matatizo au kiko vizuri. Tuseme nimekutana na mtu ambaye hajui kuhusu kitanzi. Mimi ningemueleza kwanza ni njia ya uzazi wa mpango ya muda mrefu, na unakaa tu huru muda mrefu kwa jinsi unavyotaka, na wakati wowote ukitaka kupata mtoto unakitoa tu na uzazi unarudi.